Kutoka kina kirefu cha bahari hadi sokoni, samaki aina ya papa amekuwa kiumbe mwenye thamani kubwa kwa wakazi wa pwani. Karibu leo katika Jamvi la Pwani tuangazie kitoweo hiki cha pwani. Jina langu mimi ni Fahima Ramadhan. Pwani ya Kenya imebarikiwa na rasilimali nyingi za bahari ambazo zimekuwa nguzo muhimu za uchumi. Miongoni mwa rasilimali hizo ni samaki papa, ambaye amekuwa akichangia pakubwa katika biashara za jamii ya wapwani zinazotegemea uchumi wa bahari. Papa huvuliwa na wavuvi kwenye bahari Hindi. Baada ya kuvuliwa hupasuliwa na kukaushwa juani kwa kuungwa na chumvi. Katika pitapita zangu mjini Mombasa, eneo la Mwembe Tayari, nakutana na soko kubwa maarufu la papa. Mwenyeji wangu siku ya leo ni mzee Salim Said, ambaye ni mfanyabiashara mkongwe wa kitoweo hiki cha papa mjini humu. Kulingana na mzee huyu, biashara hii ilianza miongo 50 iliyopita hapa mjini Mombasa kutokana na uhitaji wa hali ya juu kwa wakazi hapa. Papa ni samaki ambao atoka baharini. Amepasuliwa baharini, ametiwa chumvi, ameanikwa kwa jua, amekaushwa kwa jua mpaka kukauka, kisha wanasafirishwa kutoka Lamu kuletwa hapa. Mfalme huyu wa bahari ana aina 4 kuu, huku ladha yake na urahisi wake wa bei ukiongeza uhitaji wake zaidi katika eneo hili. Kila uchao wateja humiminika sokoni kujinunulia kitoweo hiki cha siku. Papa yenyewe iko aina kama 4 ama 5. Kuna papa, kisha yule papa mwenyewe kuna papa msumari, kuna papa fuanda, kuna papa meno, kuna papa maji, kisha kuna na kipungu. Na kipungu nayo imegawanyika pia hivyo. Kuna kipungu yenyewe ile fresh original ya dot. Hiyo ndio tamu. Kisha kuna kipungu aina nyingine inaitwa chenga, pia nayo ni kipungu. Kisha kuna kipungu aina nyingine nayo ndogo ndogo inaitwa kedu. Kulingana na wakazi hapa, urahisi wake wa mapishi hauhitaji nguvu nyingi na hugeuka kitoweo kitamu na hutolewa kwa vyakula mbalimbali. Mama Fatuma ni mama ntilie ambaye wateja wake huvutiwa zaidi wakati anapopika pishi la papa. Wengine wanapenda mchuzi wa papa wa nazi, wengine wanapenda mchuzi wa papa wa tomato, pia wengine wanapenda wa kuchoma papa. Kwa hii biashara hii kudumu ni kitoweo ambacho watu wa pwani sana wanatumia kwa urahisi wake, na kidogo matumizi yake kwa nyumba kidogo ni nafuu. Waweza kununua papa nusu kilo ukatumia zaidi ya siku 3 au siku 4. Na kipapa ni kipande. Kuna sisi tunauza wholesale kwa kilo. Kama nauza vipande, mtu anaweza kuchukua vipande 10 za shilingi 100 ukatumia kwa nyumba mzima, na chakula cha mchana mpaka usiku kitoweo chake waweza kutumia. Uzuri wa papa ni kwamba ni appetizer, alafu ni kipande kidogo waweza kula ugali wa kutosha au chakula kingi kwa kutumia kitoweo kidogo. Mbali na kudumisha tamaduni ya mwambao wa pwani, kitoweo hiki ni chanzo kikuu cha riziki kwa wakazi wengi wa ndani na nje ya nchi wanaozuru soko hili kununua papa kwa ajili ya biashara. Papa huwa nampenda manake ni mboga za rahisi. Tayari ukiwa mboga yako unaona pengine umechelewa, vile utakavyofanya yeye papa hana ubaya. Na ni mzuri, ni mtamu, nampenda, biashara yangu pia naipenda, nimeshukuru. Biashara yangu kubwa ni ya papa, napeleka Tanzania. Nimekuja Mombasa, soko la papa. Nimefuata papa kwa sababu papa wa hapa ni wazuri. Tanzania nauza wa vipande, nauza kupima robo, nusu, kilo, unavyotaka wewe, kwa wafanya biashara wakubwa na wadogo. Nimefanya kazi hii kwa muda mrefu. Niliachiwa na mzee wangu hapa, na kiendo alikuwa akifanya kazi hii. Shukuru, maisha yangu yanaendelea vizuri, haina matatizo. Na kuhusu mali yenyewe papa, kipungu, nguru, vyote vinapatikana hapa. Licha ya fursa za kiuchumi zinazopatikana kutokana na kiumbe hiki, zipo changamoto mbalimbali zinazopatikana baada ya kuvuliwa kwa kiumbe hiki hadi kufikishwa sokoni. Changamoto zake zingine, papa unakuja ambao hajakauka vizuri, anakuharibikia.
akiwa maji huwa hakai kwa muda mwingi, kidogo inaharibika. Kwa haribiki kwa ni ameoza, huwa mchungu. Biashara nyingi zinatumia mafuta. Hii ni lazima, mwenye kukuletea analalamika, kwa sababu siku hizi boti nyingi zinazoenda kuvua wanatumia mafuta. Yes. Na sehemu nyingi wafanya biashara pia ile inapotoka wananunua kwa dola pia. Sasa nyingine pia dola ikipanda wao pia wanachupandishia. Lakini sasa hivi imekuwa changamoto, wafanya biashara wamekuwa ni wengi. Hata kila soko la papa, mahali kuna soko utapata wachuruzi nje pia wanauza. Si kama zamani. Zamani walikuwa wafanya biashara ni kidogo na walaji pia walikuwa ni kidogo. Lakini sasa hivi tunapata kabila zote wanakula papa. Ama kweli hawakukosea wahenga waliposema kila ndege huruka na mbawa zake. Licha ya kuwa kitoweo kinachoenziwa zaidi na wakazi wa pwani, wageni wanaokuja kuishi pwani kutoka maeneo mbalimbali hawafagilii kabisa kitoweo hiki. Kuna baadhi ambao hawakipendi kamwe na hawataki kusikia harufu ya kitoweo hiki. Sili papa jua hiyo harufu yake, na nimetoka huko bara, sasa sijazoea. Umejua kuna tofauti na ile yetu ya huko. Sasa umejua hata before ni kule, hii harufu inanitoa roho, ndio maana siwezi naogopa tu. Okay, ile ya bara it is prepared, imetengenezwa vizuri, imetengenezwa vizuri, lakini hii hata venye unasikia inanuka, vile inanuka tu, it is something that it is filthy. Oh my. Chakula cha papa ni chakula kizuri na kipenda. Mwanzo papa kuchemsha na mihogo huwa napenda sana. Ndio kuna wengine wanaongea kabla hajaonja. Sasa yafaa uonje kile kitu ndo toe kasoro yake. Mbali ya kuwa samaki mkubwa baharini, samaki papa amekuwa chanzo muhimu cha riziki kwa wakazi wa pwani. Kutoka kwa nyama yake hadi mapenzi yanayopelekwa sokoni, papa atabakia kuwa rasilimali kuu katika masoko ya pwani. Hili ni Jamvi la Pwani na mimi ni Fahima Ramadhan.